Taratibu zote za ndani zikamilike, ndio klabu itatoa taarifa. Simba ni taasisi kubwa, lazima kila kitu kikamilike ndio uje utoe taarifa. Tusiwe kama wale ambao walimtuhumu golikipa wao wanapanga matokeo, alafu kesho yake tena wakaanza wao kumsafisha kwamba hajapanga matokeo sijui, wakamtuhumu yule kiungo kwamba ni mtovu wa nidhamu. Baadaye tena wao ndio wanaanza tena sio mtovu wa nidhamu najua. Sasa Simba tunataka kila kitu kikamilike, tujiridhishe, kila mtu apate haki yake, ndio taarifa itatoka nje. Ya TRA tumekuwa tukipishana nao. Mechi imeshaahirishwa mara mbili katika mikoa tofauti na hatimaye tunakwenda kukutana tarehe 22 Jumapili katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Na mechi hii dhidi ya TRA sio mechi ya kiporo, ni vyema watu wakaelewa, ni mechi ya mzunguko wa pili. Yaani kimsingi ni kwamba Jumapili tunaanza rasmi mzunguko wa pili wa ligi kuu ya NBC, lakini tunaanza mzunguko wa pili tukiwa na viporo viwili dhidi ya TRA pamoja na Coastal Union. Tunaanza mzunguko wa pili na TRA, na niseme tu ya kwamba haitakuwa mechi nyepesi hata kidogo. Ni mechi ngumu, lakini sisi tutakwenda kupambana kwa hali na mali tuhakikishe kwamba tunapata matokeo mazuri. Nashuhudia hivi sasa wachezaji, mara nyingi tukishuka hapa, tukitoka safari, wachezaji huwa wanatawanyika, kila mtu anakwenda kwake, si ndio bwana Lakini safari hii wanashuka hapa, wanaingia kwenye basi la timu, moja kwa moja wanakwenda kambini. Hakuna kula sikukuu, hakuna kupumzika, hakuna kwenda kufanya kitu gani. Kila mmoja anakwenda kambini kujiandaa na mechi ya tarehe 22 dhidi ya TRA. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu ya userious wa mechi yenyewe, kwa sababu ya ugumu wa mechi yenyewe. Kwa wachezaji ambao hawajatuma bado hela za yabaya nyumbani kwao na nini, watakwenda kutuma wakiwa kambini jioni ya leo. Wanaamkia Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi. Hii ni kutokana na ugumu wa mchezo ambao uko mbele yetu, tunatakiwa kushinda tarehe 22. Semaji, kama ingetokea mngeshinda ile mechi leo mngewaruhusu au ungeendelea taratibu kuingia kambini moja kwa moja? Ruhusa hakuna. Kwa sababu ukiangalia muda wa kupumzika hakuna. Leo tarehe 20. Kesho tarehe 21, tarehe 22 kesho kutwa. Yaani muda haupo kabisa. Kwa hiyo muda hata tungeshinda magoli 100 kule Mwanza, still wangeelekea kambini kujiandaa na mechi ya TRA. Ni bandika bandua, utapumzika uzeeni. Swali lako ulikuwa unasema? Swali langu nilikuwa nakuuliza, kuna baadhi ya watu wengine wanalalamika ratiba zao kidogo haziko fixed, lakini nyinyi mnapata nafasi ya kucheza leo, mnapumzika kwa muda kadhaa kisha mnacheza tena. Mimi nafikiri kuna watu mpira unakaribia kuwashinda na wanaweza wakageukia kwenye taarabu very soon. Jahazi modern taarabu wajiandae kupokea hawa watu. Kila mtu anakabiliana na hii ratiba, yaani hakuna ambaye yuko kwenye honeymoon. Sisi tumecheza na nani wale, tumecheza na Singida, umeona bana, sio tarehe 10 na ngapi, 14, tarehe 10 na nyingine tena tukaamkia wapi, tarehe 10 na ngapi tukaamkia Arusha. Mechi ile ikaahirishwa kwa sababu uwanja umejaa maji, uwanja una mvua. Excuse ambayo kila mtu anaweza akaipata, wala hakuna ambaye amempumzisha mwenzie hapo. Tukatoka hapo hiyo tarehe ngapi sijui hiyo,
tukaja kucheza dhidi ya Pamba Jiji. Tumemaliza kucheza na Pamba Jiji tarehe 19, tarehe 22 tuna mechi nyingine. Interval ya siku moja tu, kwa sababu siku moja ya safari, siku moja ndio na train, siku moja na wala hatupigi. Sasa hawa watu wanakaa wanatafuta huruma, waonekane wanafanya kazi ngumu na ya kipekee. Kila mtu ana ratiba hiyo, kila mtu anapitia kipindi hicho. Lakini kama haitoshi, sasa hizo wamegeuza majeruhi kuwa ni mtaji. Majeruhi wanawafanyia promo, kaumia kila saa, kaumia, amekosekana wiki mbili, kaumia. Sisi tuna majeruhi watakao kosekana mwaka mzima. Mbona zungumzia majeruhi wa wiki mbili, kapona karudi? Sisi tuna majeruhi mwaka mzima, kaka yangu, wako nje, tunawauguza na kuwalipa mshahara, sio zaidi ya sio chini ya wachezaji wanne wako majeruhi. Lakini Loemba kaumia, mechi ya jana hakuwepo. Mmetusikia tuna kaumia Loemba. Baraka Mwangosi Haaland wa Mbeya kaumia, haja kuwepo mechi ya jana. Mmetusikia tunalalamika. Mmetusikia tunafanya promo ya majeruhi, kwa sababu tunaelewa kwamba hii ndiyo football. Kuna wakati unakuwa na ratiba rafiki, kuna wakati unakuwa na ratiba ngumu, na ratiba hii ngumu sio uzembe wa bodi ya ligi wala sio uzembe wa TFF. Kila mmoja ameshuhudia ligi imesimama takriban mwezi mmoja na wiki 3 za CHAN za nini sijui zile za AFCON. Unategemea ratiba ya kurelax unaipata wapi? Sasa lazima tubanane, lazima tukabane, ligi ishe kwa wakati, mambo mengine yaendelee, na kila mtu anapitia nyakati hizo. Hata Azam anapitia ratiba kama hiyo. Mbona alili, mbona halalamiki? Anacheza, anapambana hivyo, akipata sare ananyanyuka anakwenda, akishinda ananyanyuka anakwenda, akifungwa ananyanyuka anakwenda. Lakini wao sasa ndio wamegeuza mtaji. Kama hawawezi football ya nginja, kama hawawezi mpira huu wa kiume, wakatafute shughuli nyingine. Sasa unadhani kwa nini wanalalamika kama ratiba za watu ni ngumu? A very good question, Rama Millard Ayo. Timu yao imedrop. Timu yao ni ya kawaida. Ndio maana sasa wanatafuta sababu za pembeni. Uwezo tena wa kushindana hawana. Ndio maana wanatafuta sababu za pembeni. Ratiba hii haijaanza mwaka huu. Hata miaka iliyopita nyuma ratiba kama hii, kuna kipindi huaga tunapitia ratiba kama hii. Mwaka jana uliwasikia? Mwaka juzi uliwasikia? Ni kwa sababu walikuwa na timu ya kiushindani, wana uwezo wa kushinda. Mwaka huu ni goi mama goe, hawana uwezo wa kushinda, na sasa wanatafuta sababu ili mashabiki wao wajue kwamba okay, tunapoteza, tunapata sare kwa sababu ratiba ni 1, 2, 3. Uhalisia ni kwamba hivi sasa level yao ya kiushindani imepungua. Wachezaji wamechoka. Haya, yule beki mwenye rasta yule kachoka, amecheza lini? Wewe ndo Yanga sana. Yule mwenye rasta amechoka, amecheza lini? Yule captain amecheza lini yule mpaka achoke? Haya, yule captain yule mtanga mwenzio yule sikaanza kucheza juzi tu, amechoka lini?